Mrithi wa ufalme wa Iran Reza Pahlavi amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump mnamo Ijumaa katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, akisema kwamba uongozi thabiti wa uungaji mkono wa maandamano yanayoendelea dhidi ya Uislamu yanaendelea nchini Iran na kwamba anaona ni kheri kuondolewa kwa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, akidhani kwamba baada ya kuondolewa kwa utawala huo, kama ambavyo wanasema waandamanaji wanataka utawala wa kifalme, ni kwamba yeye atakuwa kiongozi katika taifa hilo. Tahadhari hii uliotoa kwa viongozi wahalifu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inawapa watu wangu nguvu na matumaini makubwa zaidi. Matumaini kwamba hatimaye rais wa Marekani anasimama kidete upande wao, mwanamfalme huyo aliongeza. Trump alisema kwenye mtandao wa Truth Social kwamba Marekani itawaokoa waandamanaji wanaoipinga serikali nchini Iran ikiwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran itawapiga risasi na kuwaua kwa jeuri waandamanaji wa amani, akielezea Marekani kama imefungwa na kubeba na ipo tayari kwenda katika tukio kama hilo. Hata hivyo, Pahlavi anamshukuru Trump kwa msaada wa waandamanaji wa Iran, akisema anashiriki mawazo ya kuipindua serikali na utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Pahlavi ni mrithi wa ufalme wa Iran. Baba yake ndio alipinduliwa katika mapinduzi ya Kiislamu ya Iran miaka 1979 na hivyo anadhani sasa ni wakati wa yeye kuongoza taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba viongozi hawa walio katika ufalme ni wale viongozi ambao wamekuwa wakiungwa mkono na Marekani pamoja na Israel na hata mataifa ya Magharibi kupinga utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Pahlavi anasema, kwa uongozi wako wa ulimwengu huru tunaweza kuacha urithi wa amani ya kudumu, alihitimisha katika akaunti yake ya X katika lugha ya Kifarsi. Pahlavi aliwahutubia wa Iran akisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inajaribu kuzuia mashirika mikusanyiko huko Tehran kwa sababu inajua vema kwamba kukamata mitaa ya Tehran na miji mingine mikubwa kutahatarisha kuanguka kwake, na hivyo inatumia nguvu kwa ajili ya kujiokoa zaidi. Ili kuondokana na ukandamizaji wa serikali, njia moja iko mbele yetu: uwepo wa wakati mmoja na mkubwa kwa watu katika jiji lote na maeneo mengine, na wakati huo huo kuunda vizuizi kwenye shoka muhimu na barabara kuu, aliongeza Pahlavi. Ili kufikia hili, kwanza lazima sote tuondoe hofu yetu na kutambua kwamba ikiwa tutaingia mitaani, utawala utapoteza haraka uwezo wake na nia ya kutukandamiza. Suluhisho ni kwenda kwa njia ya vikundi vidogo na kwa kushikamana vya marafiki na wanafamilia kwenye barabara ya karibu ya makazi yao, kutafuta kila mmoja na kisha kuungana mkono kuelekea mitaa ya kati ya jiji. Nitasema kwa ujasiri kwamba kwa kuundwa kwa makundi makubwa ya mamilioni ya watu, vikosi vya ukandamizaji vya utawala vya Ayatollah Al-Khamenei havitakuwa na uwezo wa kusimama kidete. Wengi wao watarudi nyuma na wengine watajiunga na watu. Taarifa zaidi za maafisa wa Marekani kuhusu Iran ni kwamba Pahlavi alimshukuru seneta wa Marekani Tom Cotton ambaye alisema kwamba anaunga mkono msimamo mkali wa Rais Trump dhidi ya Ayatollah Al-Khamenei ambao unawatesa watu kama vile wamewaua Marekani katika miaka 47 iliyopita. Hata hivyo, moja kati ya taarifa kutoka kwa waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Marekani Mike Pompeo alijibu akisema kwamba wadhifa wa Trump ulitoa uwazi unaohitajika sana wa kimaadili na wa kimkakati, lakini viongozi wa Iran ikiwa ni pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amejibu kauli hiyo katika ukurasa wa X akisema kwamba Tehran inakataa kwa nguvu uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala yao ya ndani. Vilevile vikosi vyetu vikuu vya silaha viko tayari, viko katika hali ya kusubiri na vinajua hasa wapi pa kulenga katika tukio la ukiukwaji wowote wa mamlaka ya Iran, anasema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine wa kisiasa pamoja na kijeshi waliweka wazi namna ambavyo wataweza kujibu ikiwa serikali ya Iran itashambuliwa na kile ambacho rais wa Marekani amekitaja. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.